Sema mlango wa baraka iachiliwe leo katika jina la Yesu. Guse mwenzako mwambie naenda level ya baraka hivyo. Hebu mshike mwambie nishike vizuri. Shika pendo mwambie nishike vizuri. Mguse basi mwambie lo shika nguo yangu vizuri. Mwambie ndio naenda hivyo. Mwambie heshima itakuja. Nakwambia kuna saa itakuja kuna mtu anakuona leo ufai. Asubuhi inakuja mpaka kukusalimia ataogopa. Aya, asubuhi inakuja mpaka akikuona anashindwa kuomba hata namba ya simu. Leo kuna watu watamani hata kusimama na wewe. Asubuhi inakuja watatamani kusimama na wewe. Utawaambia muda huo umekwisha. Asubuhi inakuja kila ambaye kwa anakutamani atakutamani. Na wakati huo anatamani kuja karibu yako haiwezekani tena. Sio yule tena, sio yule tena. Rabababa shindiriba koria. Kuna mtu anapita sasa. Saa inakuja hataonekana wa kawaida. Watatamani hata kula na wewe, wanaogopa. Watatamani kukutumia mese, wanaogopa. Saa inakuja naona watu 7 wanawekwa rangi ya juu, hawatapaki kama walivyo. Amina. Nguse mwenzako mwambie adui zangu. Adui zangu. Fanya hivi sema adui zangu. Adui zangu. Subirini. Nimetumwa niwadondosha maadui zako. Amen. Kama Yesu alikimbizwa Misri akafichwa mpaka Herode akafa, na mimi nimetuma nitangaze hapa, Roho Bwana atakuficha, atainua Yusufu kwenye maisha yako, atainua Yusufu wa familia, atalinda familia ya kwenu, hawatakufa mpaka maadui zenu wakishakufa. Wakina Yusufu watachipuka, Israeli watachipuka, Mama Nanzi atachipuka, Eliza atachipuka, Raheli atachipuka, kibiashara atachipuka, kiokovu atachipuka, kielimu atachipuka, kilimo itafunguka, kimiradi atachipuka, nyumba yake itachipuka. Katika familia iliyodharaulika naona sauti zinapanda, naona inameremeta, naona heshima inatokea. Katika familia inayoonekana ifai naona inang'aa katika ulimwengu wa roho. Ninatabiri kinabii, pokea maana inawezekana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuna kitu kinakuja. Kuna kitu kinakuja. Amina. Kuna kitu kinakuja. Amina. Kuna kitu kinakuja. Amen. Kuna kitu kinakuja. Amen. Roho ya umiliki inakuja. Amen. Kama Mungu alivyomwahidi Adam ya kwamba tawala kila kitu. Amen. Ndivyo Yesu amekuja kurudisha utawala tena, na nimekuja na roho ya utawala tena. Kuna mtu anakwenda kutawala. Mahali alikoandikiwa apenyi, anakwenda kupenya. Mahali alikoandikiwa ajenge, anakwenda kujenga. Mahali alikoandikiwa azai, anakwenda kuzaa. Waliokupiga vita watakukuta mahali walikosema ufiki, utawaambia hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Amen. Walisema sifiki popote, na mimi nawaambia sasa hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Walisema nitakimbia kwenye iboma, mbona sijakimbia sasa? Hapa ni wapi? Waliweka na vikao vyao, wakasema nitafia hospitalini na pressure. Hapa ni wapi? Aliposema sina nyumba, mbona nimemini na matirio? Mbona sasa napandisha kidogo kidogo? Mbona sasa naishi kidogo kidogo? Taratibu taratibu, kuna mahali Bwana anakupeleka. Angalia mtu amekaa pe. Haya maneno hayatapotea, itakuwa juu yako. Soma mwanangu tena, akasemaje? Endelea chini. Sema fire. Fire. Sema watanitokea kwa njia moja. Watanitokea kwa njia moja. Wataondoka moja. 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 Na Mungu leo atawasambaratisha maadui zako moja baada ya nyingine. Na unajua kinachotokea? Wale waliokuwa wanakupiga timu wameenda kwa waganga, wamefanya kila, unashangaa moja anachomoka. Anambia mimi sipo. Mlimsema Maria, mimi sipo. Amen. Nimeona hii vita inihusu. Amina. Bora tu niende upande wa Maria. Unashangaa alia kuacha miaka 10 anajipendekeza kwako.
Wewe sasa hivi unabaki unang'ang'aa. Hivi ni nini kimemrudisha Maria? Sasa amerudi. Kichapo. Amen. Kadri walivyokuzuia ndio unapiga hatua. Kadri walivyokuzuia ndio unapiga hatua. Kinawauma vibaya. Kila walichopanga juu yako kimefeli. Amen. Mmoja anakuja. Anaanza kama urafiki siku ya kwanza, siku ya tatu, unashangaa anaanza kwambia, "Maria, unajua nini? Eliza ni mbaya." Mwambie, "Eliza ni mbaya yupi?" Si ujuzi ambaye alikuwa hawakukaribisha wana time na wewe. Akikwambia mwambie, "Umesema ni mbaya. Sasa alikuwa shosti wako. Na hisi na wewe ni mbaya yangu." Amina. Kwa hiyo kama umerudi kwangu, sikuchukii, sikupigi, njoo kwa password. Amina. Maana kuitoa hii password niliyobeba sio kazi rahisi. Yaani password iliyoko hapa ni kubwa. Kwa hiyo sije ukafikiri utakuja tu utaisogeza hiyo password yangu ikae. Njoo kwa password. Itafutie password na ibeba juu yenu mlionipiga vita, itafutie namna ikae vizuri. Amen. Alafu nawaambia mlipokuwa mnanipiga vita nilifunga, niliweka password. Kwa hiyo kuingia ndani yangu ni noma. Kwa kama umerudi njoo kwa password. Tafuta password gani utaipata password ya simu yangu. Ukikosa kaa nyuma yangu. Amen. Sina vita na wewe, kaa nyuma yangu. Amen. Unataka msaada niambie, kaa nyuma yangu. Amina. Alafu mwingine wanachomoka moja baada ya nyingine. Anabaki ile kitiria ambaye ndiye alikuwa ameanzisha vita ya kukupiga, na ile madhabahu iliyokuwa imesimama ikupiga vita, na hiyo madhabahu inaondoka papo. Maana hao watageukana wao kwa wao. Amina. Ayai. Kuna watu mwaka huu waliokupiga vita watageukana wao kwa wao. Amina. Angalia mtu amekaa sijui kama naongea na watu nasema mwaka huu haitaisha. Kuna watu waliokupiga vita na wametumiwa na shetani, watagombana wao kwa wao. Ni vita huko na huko. Sawa, wanagombana, unaletea tu story. Ukikaa hivi, si uliniambia nasema moja. Ikisha kama siku tatu, naambia bado. Walikuitaga mchawi? Uliniambiaga tuende? Bado. Aliyekuchafua mbele ya baba mkwe, mbele ya mama mkwe, aliyekuchafua mbele ya watu sahihi, mchana inakuja watachafuliwa. Amen. Watachafuliwa. Amen. Mungu atakuosha jina. Amen. Wamekuchafua, Bwana atakuosha jina. Wao ndio watageuka, watasema fulani tulimpiga bure. Wao ndio watasema. Bwana akuoshe jina lako. Bwana akupe kibali. Bwana akupe uthamani. Bwana akupe neema. Bwana akuoshe jina lako katikati ya wake wenza, katikati ya mashemeji, katikati ya ndugu zako, katikati ya majirani zako, katikati ya kazi uifanyayo. Bwana akupe kibali. Bwana akupe upenyo. Bwana akupe utetezi. Na kuona unasimama hapa ukitangaza matendo makuu ya Bwana. Sema amen. Mwambie mwenzako utetezi unakuja. Kama wamekucheleweshea, leo narudisha nyota ya mikono yako. Narudisha mikono yako ya baraka. Yaani leo ukifika ukigusa tu hiyo tofali, pap, tofali zinasema Julius ametugusa. Zinaita pesa, zinaita milango. Angalia mtu amekaa leo nafungua mikono ya mtu moja. Amen. Hebu mtingishe mwenzako mwambie unapewa leo mikono. Hebu mguse mwambie pokea mikono. Pokea mikono. Tunasema kila utakachotia mkono kinastawi. Ukishika mboga inastawi. Amen. Wakiweka na mongo kidogo, mongo yao inawarudia. Kila atakaye kuja na kijicho kuloga ng'ombe wako, kijicho chake kinampasua hapo. Why? Kila utakachoshika kitabarikiwa. Kaupepo kapite kwako. Kila madhabahu isiyotaka izaliwe jambo la baraka leo ife. Amen. Una imani? Amina. Una imani? Amina. Una imani? Amina. Nikubariki leo? Amina. Kila aliyekuzuia ajiandae alie. Amen. Kila aliyekuliza atalia. Narudia tena. Kila aliyesababisha ulie atalia. Amen. Uko tayari? Amen. Kuna watu nawasubiri tu, yani kuna watu ni kama tuko stendi. Yaani kuna watu mko hapa mnalia, lakini
Tusigombana hata. Yaani waambie watu kule, jamani tusigombana hata baada hatujafika position zetu. Yaani kuna watu hapa bado yaani mnasafiri. Tusigombane. Kuna mahali kila mtu atafika. Mama mzako tusigombane. Tunagombania nini? Wivu. Sikai hapa. Sana subiri. Nitahama hapa. Naenda kule. Nakwambia kuna mtu itafika sehemu aliyokuwa anasema sasa natamani hata mama Naza angekuwa karibu, bora tu alikuwa karibu. Fanya basi hivi, naiona eti bora tu. Wewe tulimpiga vita. Wewe nilimsema. Angalia sasa tumempiga, ndio ameondoka. Ni kama maneno yetu ilikuwa mbolea kwake, ni kama tumemfungulia milango. Sema fire. Sema fire. Wangapi wanasema wananifungulia milango? Amen. Na kuambiwa acha kuumia kwa ajili yao, wanakufungulia milango. Amina. Mwambie mwenzako acha kulia. Acha kulia. Futa machozi. Futa machozi. Wanakufungulia njia. Mimi nakuombea tu usife. Mimi hapa nakuombea tu usife. Amina. Na wasikamate nyota yako wala vitu vyako. Amen. Bwana anasema atawapiga, adui zako watapigwa mchana peupe tena mbele yako. Amina. Uko tayari? Amen. Nyanyua mkono sema leo kila anayenipiga lazima apigwe. Rudia tena kama kila anayenipiga lazima apigwe. Baba iko madhabahu isiyotaka jambo la baraka kuwepo kwenye maisha yangu. Baba, naomba leo nimefanya utafiti na nimesikia kwenye madhabahu nikaombe wazazi wangu baraka na wamenibariki. Naomba leo madhabahu hii inibariki na mimi. Baba, kuanzia leo ninaokoka. Andika jina langu kwenye kitabu kile cha uzima, kitabu cha neema, kitabu cha baraka, kitabu cha wafalme, kitabu ambacho inabeba heshima yangu kabla sijazaliwa. Kwenye hicho kitabu imeandikwa ratiba zangu za kuja duniani na hata kurudi kwako. Nakataa kutembea hapa duniani kama mtalii na sina ninachokifanya. Kuanzia leo historia ya maisha yangu ianze kubadilika. Ianze kubadilika. Ianze kubadilika. Ianze kubadilika. Ianze kubadilika. Baba, iko madhabahu inayodai nife. Iko madhabahu isiyotaka niolewe, nijenge, nisomeshe, nibarikiwe kwenye hii ardhi. Leo kila madhabahu ya nyoka, madhabahu ya mauti, madhabahu ya umaskini, madhabahu ya magonjwa, madhabahu ya laana, madhabahu ya mikosi, leo sema kwa sema leo nakataa madhabahu ya uvimbe, madhabahu ya laana, madhabahu ya kutofuga, madhabahu inayodai hatutajenga, madhabahu inayodai watoto wetu sio wa baraka. Leo nakataa hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu. Sema kwa sema kwa damu ya Yesu. Rudia tena sema kwa damu ya Yesu. Madhabahu. Madhabahu. Madhabahu ya hii familia, ya hii boma, madhabahu ya kichawi, ya mababu, ya mabibi isiyotaka tutembee na Mungu. Leo kila neno uliokabidhiwa nayo leo nakataa. Madhabahu. Madhabahu. Madhabahu iliyochora mistari. Haturuhusiwi kufanya biashara, haturuhusiwi kuwa watu wa baraka. Leo nasema na wewe. Leo nasema na wewe. Madhabahu, kama umejengwa na mababu na mabibi na shemeji mtu
roho yoyote leo naitangazia kwa nguvu ya hii madhabahu, kwa jina la Yesu. Madhabahu, unakufa nikiwa hapa. Yeyote yule anayetesa anga, anayetesa familia, aliyekwenda kwa waganga, anatumia irizi na anatumia nyota za familia, anatesa familia, sio kwa magonjwa, sio kwa umasikini, sio kwa ulevi, sio kwa laana, sio kushika watoto wanaosoma, sio tumia damu za watu. Wewe unayetumia irizi, unayetumia nyoka, unayetumia paka, unayetumia roho ya Freemason, unayetumia majini, jioni ya leo hiyo madhabahu yako inakufa. Imeandikwa kwenye kitabu cha Ezekieli, Bwana asema hivi, yuko kinyume na irizi zenu ambazo kwazo mnaziwinda roho za watu wake kama ndege. Kwa neno hilo kila irizi naikusanya kila irizi, anayetumia chungu kwenye chumba chake, anayetumia majini, leo na wakusanya irizi aina yoyote ambayo ni madhabahu ya mashetani iliyokaa popote pale, iwe kabatini, iwe kiunoni, iwe tumboni, iwe chumbani. Leo nakata hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu, nateketeza hiyo madhabahu, navunja kamba za mauti. Mauti na kuzimu, pisha maisha yangu, pisha familia. Leo nasimama kwa nafasi ya kikuhani, ya kifalme, ya kikuhani, ya kifalme, ya kikuhani, ya kifalme, anayeshindana kwenye familia ya kwetu. Leo niko hapa. Sauti yangu ni sauti ya radi, ni sauti ya moto, ni sauti ya tetemeko, ni sauti ya umeme. Hautasimama. Pisha mme wangu, pisha watoto wangu, pisha mke wangu, pisha wazazi wangu, pisha. Tamka. Arabashaka. Tamka wanasikia. Wapishe. Pisha biashara zetu, pisha ndoa zetu, pisha afya zetu, pisha mitaji yetu, pisha heshima yetu. Rapapapa, ripasaka rama, ropo shaka. Achia mikono ya hao watu. Achia mikono yao. Bwana uliahidi chochote watakachoshika kitabarikiwa. Kuna watu Bwana mikono yao imeibiwa, wakigusa kuko wanakufa, wakigusa mifugo wanakuwa watumwa wa mifugo. Wameanza nyumba zimeisha njiani, kumbe wametumikishwa, kumbe wamekamata mikono. Rapapapa, rikanda ramashaka. Ninaona mikono ya mtu inayofunguliwa. Huyu mtu ana mikono ya utajiri, ana mikono ya baraka. Mwanzoni alikuwa akishika vitu vinatiki, mwanzoni alikuwa akifunga vitu vinaitika, ghafla vitu vikawa vinaharibika. Ninaona chungu ya kichawi inayosema tumekamata mikono. Ana mikono ya kustawisha vitu, ndio. Ana mikono ya kustawisha vitu, ndio. Naiona tu mikono kwenye chungu, ananiambia usitoe Bwana. Ninaona mtu ana mikono ya kustawisha vitu, akifunga vitu vinakubali, akifanya vitu vinakubali. Mwanzoni ghafla wakatupia vitu kwenye mikono, wakaiba mikono yake. Sasa hivi vitu akiendea, mara akutana na roho ya madeni, mara avife, mara aviendelei, na anajitahidi kujituma. Angalia, hiyo chungu inawaka moto. Kaa tayari, hiyo chungu inawaka moto. Rapapa, kuna moto umeshuka hapa.
Kuna moto umeshuka hapa. Naiona katika ulimwengu wa roho. Kila mtu akae tayari. Kuna mwingine ni mfanyabiashara mkubwa, ana mikono ya biashara na aliwahi jaribu biashara ndogo ndogo zikafa. Kitu gani kimetokea? Waliona nyota ya biashara, wakaiba mikono yake. Wakaiba mikono yake. Sio mtu mdogo, sio mtu mdogo huyo. Ana mikono ya biashara, ana mikono ya biashara. Ninaona iko kwenye chungu. Wameweka mikono yake kwenye chungu. Wakasema tukimwachia atabeba wengi, tukimwachia atabeba wengi. Maana ana roho ya huruma, na sio huruma tu, ana uchungu na familia, ana roho ya utoaji pia. Wakasema kamata, ili abaki akate tamaa kuomba, akate tamaa kwenda, akate tamaa kutafuta uso wa Bwana. Narudisha mikono yako. Hiyo chungu inawaka moto, hiyo chungu inawaka moto. Mikono yako iachiliwe. Mikono, ndio. Hiyo mikono, saidia yule mama kule nyuma, mikono yake inaachiliwa. Ninaona mwanamke akiniambia, nimepeleka mikono baharini, nimepeleka mikono chumbani, niko kwenye ardhi yake, nimezuia mafanikio yake kwa muda mrefu. Huyu mtu ana neema, huyu mtu ana neema. Ninaona ujenzi ulio mbele yao, ninaona baraka iliyo mbele yao, ninaona mifugo wanaofuga haineemeki hiyo mifugo. Anasema yeye amejitahidi kufuga tena. Nasema acha mikono ya ufugaji. Kuna watu watatu wanabeba roho ya ufugaji, wanabeba roho ya ufugaji. Sio watu wa kawaida, wanabeba roho ya ufugaji. Na waliwahi jaribu vitu vikafanikiwa, ghafla vikafa. Wana mikono ya ufugaji. Angalia, Mungu ananiambia watafuga mpaka watashangaa, kwa sababu rudisha mikono yao, rudisha nyota zao. Kuna madhabahu isiyotaka wafanye kazi ya ujenzi, kazi ya ulinzi, kazi ya baraka, kazi ya ufugaji kwenye hiyo boma. Kuna mwingine wamechora mipaka, wakasema yeye ni nani afuge, yeye ni nani afuge, yeye ni nani. Kuna mwingine anajenga, wakaandika atajitahidi sana, lakini mbona tunaona neema, mbona anapambana, wakafunga wasiendelee. Angalia, mikono ya ujenzi inaachiliwa. Wako kama watatu, wako kama, weka mikono kama unajenga, weka mikono juu. Ninaona mikono, alafu namuona mtu anayeniambia, nilikuwa natumia nyota ya mume wake, nilikuwa natumia nyota ya mume wake, nilikuwa natumia nyota ya mume wake, nilikuwa natumia nyota ya mume wake. Ni tajiri eti. Natuma radi za moto, achia mikono yake. Kuna nyoka, namuona nyoka kwenye zizi la ng'ombe. Mwingine anaona nyoka kwenye nyumba, akiniambia nimeweka kwenye shimo kuhakikisha hakuna kitakachoenda. Nasema achia mikono yao, nasema achia mikono yao. Tapika hiyo mikono, tapika hiyo mikono. Weka mikono juu, weka tu mikono juu. Rapapa rikanda ramasaka korapa shoko. Inaona ardhi inaandikwa hivi. Kwa nini wamejenga hapa? Kwa nini wamejenga hapa? Tunawachukia vibaya sana, tunawachukia vibaya. Weka mikono juu. Kuna madhabahu wamechorewa, waambia mwisho wenu ni hapa. Weka mikono juu. Ripa papa koraba shaka. Kuna mwingine wamejenga nyumba, alafu naona unaandika mume wake ana neema. Haka kadada alipokuja ndiye ameonekana neema. Kwa na lolote huyo. Kwa nini wanapendana? Kwa nini wanaenda pamoja? Tuwafuruge, tuachie roho ya faraka, tuachie magonjwa. Mara kwa mara kuna vitu vinatokea kwao ambavyo vinawafanya wanashindwa kuelewa kwa nini tunapigana mara kwa mara. Mbona tunapatana leo, kesho imegeuka kitu? Mbona magonjwa mara kwa mara? Kuna kitu kinashughulikiwa. Kuna mwingine ana vita na watoto wake, ana vita na mashemeji, ana vita na wake wenza. Hajajua kwa nini. Kwenye tumbo lake naona anabeba wafalme. Kwenye tumbo lake limeandikwa tumbo lake ni mtoto ambaye amebarikiwa. Kwenye tumbo lake kuna kitu kinakuja. Kwenye uzao wake ni nyota zinazong'aa. Kwa shetani anapitia mpaka mashemeji mtu, anapitia wake wenza, na wanamsemaga vibaya, wanamwekea mpaka na vikao, wanamkataaga, na anachafuliwa sana katika hiyo ardhi aliyopo. Lakini kitu gani kinaonekana? Ninaona nyota ya mafanikio. Wameiona. Wanaachilia roho ya vita ili aishie njiani. Nasema malaika, pita kwa huyo, maadui zenu wakatondoke. Elekeza mikono kwa madhabahuni. Nyosha tu kwa madhabahu. Inaona watu watatu ambao wana vita ya family kabisa. Afu unajua adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Family. Yani family waliopo ina vita ya chini kwa chini.
ninaona tu nyoka mwanamke ambaye anasema hiyo familia ina neema. Na hawa watu wanaonekana hawafai. Mara waonekane hawana ushirikiano na hawa watu, lakini wana ushirikiano. Wao hawachukii, lakini wao wanachukiwa. Kuna maneno yanatembea kimya kimya, lakini kuna kitu wanabeba hawa watu. Kuna kitu wanabeba. Namuona mzaliwa wa kwanza kwenye hiyo familia atakwenda kwa dokta, na atakwenda kwa mtu mkubwa kabisa ambaye atasaidia wengi. Kuna mwingine naona kwenye tumbo lake kuna mfalme anakuja ambaye atakuja kuokoa watu wengine. Wanasema pigeni na huo katoto chake, pigeni na huo kijana wake wa kwanza. Korabasha, weka mikono, elekeza huko madhabahuni. Mungu wangu aishivyo, anavunja kila madhabahu. Anavunja kila madhabahu. Ndio. Kati umeweka mikono juu, nasikia sauti ikiniambia wape nguvu ya kutawala kwa mikono yao. Weka mikono juu. Kuna mwingine amekabidhiwa mikono ya magonjwa, mikono ya madeni, mikono ya kutopakata watoto, mikono ya kupokea tu madeni. Pesa zikija kwao ni madeni, magonjwa, matatizo. Yaani ikimaliza miezi hawana matatizo, inahesabika. Wanashangaa sana. Lakini mikono yao sio mikono yao. Kuna kitu wamevalishwa kwenye mikono. Weka, utasikia moto utapita. Rapa saka. Adui wa msalaba, achia mikono ya watu. Achia leo. Achia wakamiliki. Achia wakashike vitu vya baraka, ili maadui washangie mchana peupe. Elekeza mikono kwa madhabahuni. Sema kila nilichovalishwa leo navuliwa. Namuona mtu kwenye family, Mungu ananiambia ni shemeji, mtu anamchukia mke wa ndugu yake, na anamchukia mpaka na mume wake. Na ni kuzimu imenyanyuka, maana ndani hao watu kuna neema wanabeba. Wanasema mbona wako hivi lakini bado wana neema kubwa. Kwa nini wawe na neema alikwamba sisi hatuna neema walionayo? Mbona wafanani na neema walionayo? Na kuna vita inaendelea. Na huyu mtu kila akikutana na huyu mtu anashtuka. Na kuna wakati mpaka wanamjibu vibaya akisikia. Kati umeweka mikono juu, Mungu anakwenda kuwadhalilisha mchana peupe. Kinachoendelea kwenye hiyo familia kitajulikana. Weka mikono juu. Kuna mwingine namuona mtu anayeshindana naye, anafuga, lakini kuna nyoka, na sio nyoka, ni mwanamke anayesema huyu katoto kana akili. Huyu mume wake ana akili kabisa. Hako ndiye amejitahidi kuleta maendeleo kwenye familia. Na anapambana kweli. Na kuna vita inaendelea kwenye hiyo ardhi kwa kiwango kikubwa, na anatakiwa kufa. Kuna mwingine maombi yake ilifuruga ibada za kuzimu kwenye hiyo anga. Ibada za kuzimu. Kuna wakati mpaka anasikia sauti ya mke anamwambia amka omba usiku wa manane, na alikuwa anaamka anaomba kweli, lakini yale maombi yalikuwa anafuruga vikao vya wachawi ambao wanaendelea nao kukamata anga. Kwa vita sasa hivi inahama kwake. Na kuna wakati alikuwa anaota ndoto zinatimia, anaota ndoto anazikumbuka, ghafla akiota ndoto sasa hivi akumbuki, na hata kuomba kwake kumezimwa. Hana ile stamina tena ya kuomba. Lakini Mungu ananiambia ana kitu kikubwa anachokibeba, na ni mfalme na ni kuhani ambaye anatakiwa kuharibu vitu vya kuzimu, na anajidharau katika ulimwengu wa roho. Sio mtu wa kawaida huyo, anabeba kitu kikubwa, anabeba heshima kubwa. Ndio huyo hapo, anabeba kitu kikubwa. Wamekamata mpaka kuomba kwake, wamekasaidia sivunje kiti. Amebeba kitu kikubwa, amebeba, ndio naona kama 7. Amebeba kitu kikubwa. Alikuwa ni muombaji, wamekamata kuomba kwake, na ana stamina na akati tamaa. Lakini ghafla hata akiota sasa hivi ajui alichoota, haoni tena maono kama mwanzo. Ninaona paka akiniambia niko kwenye single board, niko kwenye paa, niko getini kwake. Huwa tumeteka, tumenuiza nyumba yake, maana akianza kuomba hatutembei kwenye hii boma. Akianza kuomba hatufanikishi chochote. Angalia, na achilia anointing, na achilia mafuta ndani yako, na achilia mikono ya utayari. Wewe shangaa. Receive it. Pokea kwenye mikono. Navua kila roho ya ushetani, navua kila roho ya laana, navua kila mitego, navua. Acha mikono. Pokea. Fanya tunapokea, unapokea. Repa. Arabashaka. Hiyo mikono mliokamata. Ninaona yai kama fedha, yai ambayo limeoza, limechukuliwa kwenye banda, wakasema nukisheni, wakaweka chooni, wakainukisha kila kazi.
kazi, hakuna kazi mnafanya mbarikiwe. Hilo yai lipasuke, hiyo yai lipasuke, hiyo yai lipasuke. Wameiba yai, wameiba yai, wameiba yai, wameiba yai, wakaenda wakafanyia uchawi. Napasua, napasua, napasua kuku aliyechinjwa, natorosha hiyo sadaka, nateketeza hiyo sadaka, nateketeza na kumwaga damu ya Yesu, na kumwaga damu ya Yesu. Roho ya mauti, pisha familia. Nyosha mikono kwa madhabahuni. Wakati umekaa, angalia, naingiza nguvu ya Mungu kwenye hiyo mikono. Angalia, kuna mikono ambayo imekamatwa, aidha usipata watoto, chochote tu. Angalia, Baba, naita upako, naita nguvu ya kufungua mikono ya mtu. Elekeza kwa madhabahuni. Angalia, angalia, funga macho, elekeza kwa imani yako. Fanya kama yule mwanamke aliyetokwa na damu. Rabashaka. Mungu, hapa kuna watu wanatakiwa kwenda kutawala na kumiliki. Wamekamatwa Mungu wasimiliki. Wamemilikishwa magonjwa, laana, mikosi. Hivyo naomba malaika walete haraka hizo mikono. Mikono ya kukutana na watu sahihi, mikono ya mitaji, mikono ya kazi, mikono ya kukutumikia wewe. Hapa kuna watu wanatamani kukutolea, wanatamani kukutumikia kwa mioyo yao mikunjufu, lakini mikono ya kazi imezuiliwa, mikono ya ndoa imezuiliwa, mikono ya ujenzi imezuiliwa, mikono ya baraka imezuiliwa. Wacha Mungu niulize, ile mikono ambayo itasababisha maendeleo, ili wakatawale, ili dunia ijue tunatembea na wewe. Haya malaika, piteni kwenye hiyo anga. Kuna mtu ananigusa, ni mwanamke, namuona mikono ya mume wake inaachiliwa alipo, inaachiliwa alipo. Kuna vitu vya thamani vitapita kwake. Simama kwa niaba ya kaka yako, kwa niaba ya mdogo wako, kwa niaba ya mama yako, kwa niaba ya mtu yeyote. Kuna malaika namuona ameshuka, huyo hapa. Weka tayari, kuna malaika ameshuka, alafu anabeba kitu kama goldi, anabeba kitu kama goldi. Ananiambia niko tayari, niko tayari, niko tayari kwa walio tayari, niko tayari kwa walio tayari. Kuna watu watatu wana uchungu na maendeleo, na mmoja anasema lini Mungu utatubariki, lini Mungu utabadilisha maisha yetu. Saa imefika, na ndio sasa. Angalia kwenye mikono yako, kuna moto unapita, kuna tetemeko linapita. Rapa papa ina rapa shaka kwenye hiyo mikono, 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 kwenye hiyo mikono. Angalia inavyowaka moto kwenye hiyo mikono. Wewe pepo uliyekaa, ni saa ya kuachia. Kuna kitu anapokea huyo mtu, kuna kitu anapokea. Kuna mwingine anapokea kitu kwa ajili ya kaka zake, anapokea kitu kwa ajili ya kaka zake, anapokea kitu kwa ajili ya wadogo zake. Mwingine ana uchungu na kwa ajili ya wadogo zake, mwingine ana uchungu kwa ajili ya kaka zake. Kaka yake ametekwa kichawi, kaka yake ametekwa kichawi. Naona akipokea mikono ya kaka yake. Rapa hapa, saidieni, saidieni hapo katikati. Kaka yake amekamatwa, kaka yake uchawi umetupiwa, wamekamata mikono ya kaka. Wewe shangaa, usimwangalie mtu, usimwangalie mtu. Rapa papa. Kuna mwingine anapokea mikono ya wazazi, kwao wazazi wake wametekwa kabisa, na anajiuliza kitu gani kinawatesa wazazi wangu? Maisha tulionayo na wazazi, baba ni mlinzi mpaka anakufa. Kuna dada anamwombea baba yake, baba yake ni mlinzi, baba yake ni mlinzi, na kaka zake ni walinzi, hawana kazi ya maana. Kuna dada anamuona anapokea mikono ya familia. Rapa papa papa. Mungu ananiambia unapokea wewe, hautakufa, utaona. Jesus. Rapa ropo. Namuona mwanamke anapokea mikono ya mume wake, mikono ya mume, mikono ya mume. Namuona mwanamke aliyeiba hiyo mikono, anasema nimekabidhiwa sadaka, ananinyang'anyaje? Wewe nyosha mikono, utasikia tu moto kwenye mikono yako. Hiyo moto itaenda mpaka aliko. Rapa papa rikanda rabashaka riposaka. Na mgusa kila mmoja. Angalia, saidieni hapo katikati asivunje kiti. Rapa papa. Wewe shangaa, wewe wenzako wanazama, wewe shangaa, wewe wenzako wanapokea, wewe shangaa. Kuna malaika ameshashuka hapa. Wewe angalia nani anadondoka nasi, lakini nataka nikwambia kuna wenzako wanapokea. Angalia hapo katikati, kuna malaika anatembea. Rapa papa, tacha. Angalia hapo katikati, kuna malaika anagusa. Yuko mwingine anambeba mama yake, anapewa mikono ya kumwombea mama yake. Mama yake ndio lango la familia. Mama yake akifa, familia imekwisha. Na huyo mama angesha kufa, ila maombi yake yamemzuia adui wa msalaba. Na muona mchawi ananiambia ni huyu ndiye ametuzuia, ni huyu ndiye ametuzuia. Akiondoka huyu, tumekamata hii familia. Nyota zao zimeshachukua. Kuna mwingine kuishi kwake ni kwa neema ya watoto wake, akiondoka watoto hawapo. Kuna mwingine ana roho ya uvimbe, ana uvimbe,
amekabidhiwa roho ya mateso na roho ya magonjwa. Kuna mwingine naona mikono yake inabeba fangasi, wanasema ateseke na fangasi, ateseke na uvimbe, ateseke, tunataka afe, tunaweka kenza. Angalia, malaika anapita. Connect sasa hivi, jiunganishe tu, elekeza mikono, utasikia moto, utasikia moto. Wewe pepo la fangasi, wewe pepo la uvimbe, ni saa ya kifo kwako. Huyu ameletwa kwa kusudi la Bwana, na wameshakamata uchumi wa mume wake, wamekamata uchumi, wakasema kamateni, ana akili sana ukadada, hatukutaka aje kwenye familia, tuna vita na maendeleo yao. Pepo, achia mikono ya baraka, achia mikono ya uponyaji, achia mikono ya kuzaa, achia mikono ya kupakata watoto, achia mikono ya kukamata mtaji. Hiyo roho ya madeni kwenye mikono, toka. Kuna mwingine mikono inasema hawasomeshi, maana watoto wao wana akili, hawasomeshi. Weka mikono huko, hawatasomesha. Tuna vita na watoto wake, mbona wana akili kwenye mikono, naiona hawasomeshi. Alafu namwona mtoto mmoja kama anakataa shule, anakuwa kama na akili ambaye sio yeye. Ninaona daftari, ninaona kalamu, wanasema tutakamata, tutamtesa. Kuna mwingine kila akikumbuka watoto fulani anaumia, maana watoto ni kama wanamsumbua, watoto ni kama wana viburi, watoto kama hawana mwelekeo. Ninaona sema tutamtesa na hawa watoto apate pressure. Kumbe akili ya watoto imekamatwa. Nasema malaika pita, kila mtoto anayechezewa hatachezewa tena. Yesu amekuelekeza huko. Jesus. Kuna watu watatu wana shida chini ya kitofu. Inaona Paulo likiniambia tumepita kwenye ndoto. Ana karama ya kinabii, ana karama ya kuomba. Kuna sana anasikia kitu kwenye tumbo linatembea, anasikia maumivu makali anamkata, anasikia tumbo linamkata, hajajua kwa nini. Inaona tu mchawi akimlisha kitu kwenye ndoto. Alafu nasema ibeni kipawa chake, ibeni macho yake ya rohoni, ibeni, maana anatuona. Hata tukiingia kwenye malango ya familia anatuona, hata tukimwendea anatuona. Weka mikono juu. Kuna mwingine anasikia vita kwenye tumbo, inaona ana kipawa chake. Angalia, naona misiba, naona watu waliotakiwa kufa, yeye amezuia. Rapapa, hicho kipawa kiachiliwe. Ninaona watu 7, sitani, ninaona watu 7 wanabeba karama na macho ya kuona, ninaona tuanga. Mungu akasema nina watu ambao na waandaa, hawataruhusu uchawi wote ufanyike, na wanadharaulika, lakini nawatambua. Wako kama 7, wakiota ndoto zinakuwa za kweli. Hawa mimi nawaona, hawa hapa, saidia huyo, hawa hapa katika, weka mikono juu. Wana ndoto, wana karama za kuona vitu, wana karama za kuona kitu. Mmoja aliwahi kuota yuko kwenye msiba, hakujua ni msiba wa kawaida, lakini wachawi waliandaa msiba akaonyeshwa. Mmoja aliwahi kuonyeshwa mpaka mambo ya madhabahu, hajajua kwa nini, anaota tu vitu vya kanisani. Ana roho ya ukuhani, ana roho ya kikuhani, ana roho ya kifalme. Weka mikono juu. Wako kama 7 na waona, wako kama 7. Ni watu ambao wanategemewa, na kuna vitu vinaandaliwa kwenye hiyo familia, na shetani ameshawahi kwenye hayo macho, ameshawahi, maana ni walinzi, ameshawahi. Angalia, malaika pita rudisha. Mmoja ajali inategwa kwa mume wake, kwa sababu anasema, kwa sababu tukikamata macho yake tumeshaangaliwa stendi, kwa sababu tukikamata macho yake tumeshakamata kila kitu. Weka mikono juu, shangaa. Rapa rika narama rika yanta. Na muona mwanamke anayeniambia unacheza na hii katoto, ni kadogo lakini anatutishia, ni kadogo lakini tunapata tabu, ni kadogo lakini anatupa shida. Hatupiti kwenye anga aliyopo, anatuharibia vitu vyetu. Bado narudia tena, kuna mama moja, kama sio yeye mtoto wake angesha kufaga. Yeye ndiye alisimama akasema sitaki mtoto wangu afe. Alipopambana, vita imehama kwake. Sasa hivi wanasema hata kamama ndiye anayepambana na hao watoto wake. Hata huyu mwanaume hana mwelekeo, hata kama sio wasingejenga. Huyu ndiye ameomba milango ifunguke wajenge. Weka mikono juu. Naita macho yako ya rohoni, naita vipawa vyako, naita karama yako, naita vitu vyako. Niache nini? Weka mikono juu. Niache nini?
Niache nini? Kuna mwingine anachorewa mipaka kwenye boma aliyopo. Wanasema hatukutaka watu kama hawa kwenye familia. Hatukutaka watu kama hawa kwenye familia. Na Mungu anasema nimemleta kwa kusudi. Kuna watu watatu waliwahi kuitwa mpaka na waliitwa nyoka, ni wachawi, wakaitwa ni wanafiki, wakainukiwa na vita. Na hawakujua hiyo vita ni vya nini. Kuna kitu kinaonekana rapa. Mwingine aliponea leba chupu kufa leba. Aliponea chupu. Naona tu kisu iliandaliwa auawe, lakini ghafla Mungu akamsaidia. Mwingine alilishwa kwenye uzazi kitu fulani, kuna kitu kinatembea kwenye tumbo, na yale maumivu yakinyanyukaga anasikia maumivu kama vile visu vinapita, na wamemtegeshea roho ya mauti. Wameona atakwenda kuwa mtu mkubwa. Nasema achia kizazi cha huyo mwanamke, achia uzao wa huyo baba, achia watoto wake wataishi. Nyosha mikono, elekeza huko. Mungu akupe ukaone kitu ambacho kimejificha kwenye familia yako. Huyu hapa mtu anayenigusa, namuona kaka yake alikuwa anatembea kwenye njia ya uchafu. Alikuwa anatembea kwenye njia ya balaa isiyo na mafanikio. Ninamuona mdogo mtu, maombi yake yanamgeuza. Weka mikono, elekeza. Rapapapa. Huyu kaka hana mwelekeo kwenye familia. Ninaona maombi ya ndugu yake, naona ikilia kwenye hii madhabahu. Halafu namuona malaika ananiambia, unaona kaka yake ndio mbeba familia, ndio Daudi wa familia. Esther alipokamatwa wakamkamata kaka yao. Na huyu Esther ana uchungu na kaka. Namuona mtu ambaye ana uchungu na kaka. Ana vita huo kaka kwenye hiyo familia, kwa sababu ameonekana ndio Daudi wa familia. Na walipofanikiwa akasema kamateni Esther. Esther akabaki na maumivu moyoni. Esther akabaki na uchungu moyoni. Anasema ningekuwa na uwezo ningesaidia kaka zangu. Ningekuwa na uwezo ningebeba kaka zangu. Mwanangu, una uwezo. Hata kama una mtaji, kinywa chako ni moto, maombi yako ni moto. Mama anayeweza kufungua ngani Esther. Naita wakina Esther wa familia. Esther uko wapi? Esther mwenye uchungu na familia. Maana kifo kimepangwa, maana mauti imetangazwa ndani ya kambi ya Waisraeli. Kambi imetangaziwa mauti, kwamba watakufa wajajenga, kwamba watakufa wajaoa, kwamba watafukuza wake. Esther yuko wapi? Na amsha roho ya Esther. Weka mikono juu kama wewe ni Esther wa familia. Kama ni Esther wa familia, kuna upako wa Esther umeshuka hapa. Esther anyanyuke. Esther akuwa na pesa. Alihitaji upako, alihitaji nguvu, alihitaji mafunuo, alihitaji nguvu ya kuomba. Na ndio maana Esther akawaambia Wayahudi ndugu zake, msiombe tena kwa ajili ya msiba, ila niombeeni mimi, niende mbele za Bwana, niende kwenye madhabahu ya kuzimu, niende kwenye madhabahu iliyopanga mauti juu yenu, nigeuze sheria hizi. Naona wakina Esther wanageuza mapinduzi, wanageuza vita. Inda rabashaka. Esther nakuita. Na hawa watu wana uchungu na familia, hujawahi kuona. Sitani, sio kama nasema kiutani. Yuko mmoja kaka aliwahi kuugua, akabaki analia tu. Mungu usimchukue kaka. Mungu, angalia baba yetu amekufa na kakaangu kweli anakufa. Yale maombi yaliharibu madhabahu za watu. Kaka akabaki na mpaka leo kaka anaishi. Arabashaka. Yuko Esther namuona akiona shida kwao, halali anapata shida, hata usiku halali, analia tu, ana uchungu na kwao. Rapapa. Yuko Esther anaombea ndugu zake. Mungu anasema anatakiwa kuombea ndugu